Leo tumurike Juma Kuu, kipindi chenye uzito katika kalenda ya Kanisa Katoliki. Ni wakati wa kutafakari mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ili kufahamu kipindi hiki, tuungane na Padri Joseph Elias Mshana OSA. Huyu ni padre wa parokia ya Mtakatifu Ambrose Tagaste, Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Karibu ndugu mtazamaji wa Uchaji Media, utume wa amani, katika kipindi hiki cha Kwaresima ambacho ni kipindi kinadumu kwa muda wa siku 40, na sasa tukielekea ukingoni tunaingia katika Juma Kuu. Hivyo ni vema tukaelewa mambo machache kuhusiana na juma hili katika Kanisa Katoliki. Juma Kuu ni wiki takatifu ambapo Wakristo huadhimisha matukio makuu ya kihistoria kuhusiana na historia ya wokovu wa mwanadamu, ambapo mara nyingi inaanza na Bwana wetu Yesu Kristo akiingia katika mji mtakatifu wa Yerusalemu, na mpaka pale ambapo hawa Wakristo wanakuja kuadhimisha ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ukirejea katekesi ya Baba Mtakatifu Francisco ya tarehe 31 mwezi wa 3 mwaka 2021, ambapo ameelezea Juma Kuu kama ni kiini cha maadhimisho ya mwaka wa liturujia wa kanisa, ambamo waamini huadhimisha fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo kutoka katika wafu. Ni safari ya njia ya msalaba kuelekea mlimani Kalvari. Hivyo ndugu mtazamaji wa Uchaji Media, utume wa amani, katika hili Juma Kuu tunaanza na Dominika ya Matawi, ambapo Wayahudi wanamkaribisha huyu Bwana wetu Yesu Kristo akiitwa ni mfalme wa Wayahudi, na amekuja hapa duniani si kutumikiwa bali kutumikia, ikiwa ni alama ya unyenyekevu pale alipopanda mwanapunda na huku akiimbiwa uwimbo wa Hosana, Hosana mwana wa Daudi. Na katika hiyo Dominika ya Matawi tunapoanza kipindi hiki cha Juma Kuu, na kinaishia pale ambapo tunafanya maadhimisho ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, hususani tukianzia katika kesha la Pasaka, siku ya Jumamosi Kuu kuamkia siku ya Dominika ya Pasaka. Katika Juma Kuu hili kuna siku 3 kuu za Pasaka, yani Alhamisi Kuu, Ijumaa Kuu na Jumamosi Kuu. Ni siku muhimu sana, na ndizo siku ambazo zinatutafakarisha sana juu ya umuhimu na teolojia iliyopo katika kipindi hiki cha Juma Kuu. Kwetu sisi katika imani ya Kanisa Katoliki, tunapozungumzia fumbo hili la mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, lina maana kubwa sana, na kila mara tunapoadhimisha adhimisho la misa hii takatifu ni kuyapiaisha maisha yetu ya kila siku katika kufuata kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo amekianzisha. Nikianza na Alhamisi Kuu, mara nyingi tunaadhimisha na tunakumbuka kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ndiye aliyeweka sakramenti zote 7 ambazo tupo nazo katika kanisa. Na kwa siku ya Alhamisi Kuu ni sakramenti ya Ekaristi Takatifu, ambayo ndiyo kilele cha maadhimisho ya masakramenti yote, na ndipo ambapo maisha na utume wa kanisa yalipolala. Na vile vile kuna sakramenti ya upadirisho, yani sakramenti ya daraja takatifu, na vile vile ndio siku ambayo Kristo aliweka amri kuu ya mapendo. Hivyo kwetu sisi tunajifunza zaidi katika siku ya Alhamisi Kuu juu ya upendo kwa wenzetu kama yeye alivyojitoa, na hususani ikiwa ni siku ambapo ndipo alipofanya karamu ya mwisho. Na siku ya Ijumaa Kuu ambapo kunakuwa na maadhimisho katika ibada ya mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, kwetu sisi kama Wakristo wa Katoliki waamini tunaalikwa kuweza kusali, kufunga
kufanya toba na kutafakari maandiko matakatifu, ikiwa ni safari ya Bwana wetu Yesu Kristo anapokuwa anateseka, anaonyesha ubinadamu wake kwa kujifanya mtu kama sisi na kuteseka ili sisi tupate kukombolewa kutoka katika hali ya utumwa wa dhambi. Na siku ya Jumamosi Kuu ni siku ambayo kwetu ni msiba. Ndiyo maana kunakuwa na ukimya, na huo ukimya unakuwa ni ukimya mtakatifu, ukimya mkuu, ambapo nasi tunazika dhambi zetu. Na hata inapofika katika kipindi cha Pasaka, tunaposherehekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, ina maana kubwa sana kwetu sisi, kwamba sasa na sisi tunazaliwa upya. Baada ya kuzika dhambi zetu, tunazaliwa upya na kuweza kufanya wapya, tukifufuka na kusherehekea ushindi wa Bwana wetu Yesu Kristo kutoka katika hali ya dhambi na kuwa wasafi, na tuweze kufufuka pamoja naye. Ni mambo makuu ambayo yanatualika sote kama Wakristo wa Katoliki tuweze kutafakari kwa kina, na zaidi pale ambapo tunahitimisha kipindi hicho cha Kwaresima kwa muda wa siku 40, lakini mwisho wa siku ni kusherehekea ushindi tulionao, huku tukiupokea kwa imani, matumaini na mapendo. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amin.